Nikukaribishe tena mtazamaji wa Manyuzi TV kuendelea kupata dondoo za kimichezo kutoka hapa. Katika kupambania hatua ya kufuzu robo fainali kwa timu zetu za vilabu vya hapa nchini Tanzania, kutoka timu 4 zilizokuwa zimefuzu katika hatua ya makundi, mpaka sasa tayari timu 2 zinatarajiwa kwenda nje ya mashindano baada ya kutamatika safari yake ya kufuzu hatua ya kwenda robo fainali. Kwa timu ya Simba Sports Club, akisubiri mchezo wake wa mwisho wa kukamilisha ratiba dhidi ya Stade Malien kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika, na klabu nyingine ya soka ya Singida Black Stars kwenye kombe la shirikisho, akipoteza mchezo wake wa mwisho wa kufuzu baada ya mchezo wake wa hapo jana dhidi ya CR Belouizdad kupoteza kwa kufungwa bao 1-0 na kusalia na alama zake 4, huku mchezo wake uliotamatisha safari ya Singida Black Stars kuwania hatua inayofuata ya robo fainali katika kombe la shirikisho barani Afrika CAF. Ni mchezo kati ya Oto de Oyo aliyeshinda magoli 3-0 dhidi ya timu ya Stellenbosch, kundi lao likiongozwa na CR Belouizdad mwenye pointi 12, nafasi ya pili akishika AS Oto mwenye pointi 9, nafasi ya tatu ikishikwa na Stellenbosch mwenye pointi 4, nafasi ya 4 ikishikwa na Singida Black Stars akiwa na pointi 4 pia. Timu hizi zote mbili za mwisho zinakosa nafasi ya kuendelea kufuzu hatua inayofuata ya robo fainali, wakisubiri michezo inayofuata ya kukamilisha ratiba. Timu pekee zilizobaki kwenye mashindano hayo ya CAF kwenye msimu huu wa 2026 ni Azam Football Club na Young African Sports Club. Tukianza na Azam FC, wameweza kushinda kwenye mchezo wao wa mwisho goli 1-0 dhidi ya AS Maniema na kujiweka katika nafasi nzuri, akishika nafasi ya pili akiwa na alama 9, ambapo kwenye msimamo wake wa kundi alilomo Azam FC anaongoza Wydad Casablanca mwenye pointi 12, akifuatiwa na AS Maniema mwenye pointi 9, watatu akiwa ni Azam Football Club mwenye pointi 9 pia, akimaliziwa na Nairobi United akiburuza mkia akiwa na pointi 0. Ili kufuzu katika hatua inayofuata ya robo fainali, kila mmoja amebakiza mchezo mmoja wa kumalizia ambao utaamua nani katika kundi hili atasonga mbele kwenye hatua inayofuata, ambapo Azam Football Club katika mchezo wake wa mwisho atavaana na Wydad Casablanca, pia AS Maniema atavaana na Nairobi United. Tukija kwa klabu ya soka ya Young African Sports Club mwenye pointi 5 katika msimamo wake wa kundi B, akiwa katika nafasi ya 3 akisubiri mchezo wake wa mwisho dhidi ya JS Kabylie utakaoamua nani atashika nafasi ya pili ili kusonga mbele katika hatua ya robo fainali. Msimamo wa kundi la Yanga unaongozwa na Al Ahly akiwa na pointi 9, akifuatiwa na FAR Rabat akiwa na pointi 8. Timu ya tatu inashika Young African Sports Club akiwa na pointi 5. Katika kundi hilo anaburuza mkia JS Kabylie mwenye pointi 3. Young African katika hesabu za calculator baada ya kupoteza mchezo wake wa mwisho baada ya kufungwa goli 1-0 dhidi ya FAR Rabat. FAR Rabat amepanda mpaka nafasi ya pili akiwa na pointi 8. Ili Young African aweze kufuzu kuelekea katika hatua inayofuata ya robo finali, anahitajika katika mchezo unaofuata dhidi ya JS Kabylie aweze kushinda mchezo huo, awe na pointi 8 ambazo zitalingana na AS FAR Rabat, na hapo ndipo CAF wataangalia sasa kwenye vigezo ambavyo vitaweza kumpeleka mmoja katika hatua inayofuata ya robo finali. Katika vigezo ambavyo CAF wataangalia ili kuipa timu moja manufaa ya kufuzu katika hatua inayofuata ya robo finali ni pamoja na head to head. Kwa kuwa head to head ya kwanza Young African Sports Club dhidi ya FAR Rabat, Young African Sports Club iliweza kushinda goli 1 ikiwa nyumbani kwenye dimba la New Amani Complex Zanzibar. Na head to head ya pili, FAR Rabat ameweza kushinda akiwa nyumbani pia katika uwanja wake nchini Morocco. Hapo bado wamegongana nafasi. Kwa hiyo kigezo ambacho kita apply ni kigezo kinachofuata ambacho ni cha magoli ya kufungwa na kushinda. Mpaka sasa FAR Rabat hadaiwi goli bali anadai goli 1. Lakini kwa upande wa pili wa klabu ya Young African Sports Club anadaiwa magoli 2 ili aweze kufuzu katika hatua inayofuata ya robo finali. Hapa sasa Yanga anatakiwa aweze kushinda magoli 3 dhidi ya JS Kabylie ndipo anaweza akafuzu katika hatua inayofuata ya robo finali. Lakini haya yote
yanatakiwa yaweze kufanyika pindi ambapo FAR Rabat hatoweza kushinda katika mchezo unaofuata dhidi ya Al Ahly. Ikitokea ameshinda, mambo yanakuwa tofauti. FAR Rabat ataweza kuendelea mbele akishika nafasi ya pili akiwa na pointi 11 na kumtoa Young African Sports Club pamoja na JS Kabylie katika mashindano ya CAF kwenye hatua inayofuata ya robo finali. Ikitokea Al Ahly ameshinda katika mchezo dhidi ya Al Ahly na FAR Rabat, hapo ndipo hesabu hizi zita apply katika msimamo wa kundi ili kumvusha mmoja wapo kwenda katika hatua inayofuata. Bwana, hizo ndo hesabu katika michezo inayofuata kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika CAF pamoja na ligi ya kombe la shirikisho barani Afrika CAF kwa timu zetu za nyumbani Azam Football Club pamoja na Young African Sports Club. Kila laheri kwa timu zetu hizi za nyumbani kuendelea kufanya vizuri katika michuano hii ili kujiweka katika nafasi nzuri ya msimamo wa vilabu ambavyo vinafanya vizuri kwenye bara letu la Afrika. Young African endapo watafuzu katika hatua ya robo finali, basi anatarajiwa kushika nafasi ya 6 kwenye msimamo wa vilabu ambavyo vinafanya vizuri Afrika. Alikadhalika kwenye upande wa Azam Football Club kwenye CAF Confederation Cup pia atapanda grade kwenye upande wa vilabu ambavyo vinafanya vizuri katika bara la Afrika. Yes, tuendelee kuombea timu zetu hizi ambazo zinaendelea kutafuta hatua ya robo finali kwenye michuano hii ya CAF katika msimu wa mwaka 2026. Endelea kufuatilia, usiache kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Pia unaweza ukaendelea kuview hii video kila wakati ili kuendelea kujikumbusha zaidi. Tukutane tena hapo baadaye.